bodi ya ligi walishaeleza kwamba kutokana na mgeni amezuiliwa na mwenyeji wake kutokwenda kufanya mazoezi, manake amevunja kanuni. Na kwa mujibu wa taratibu hizo, kwa kanuni nyingine inayofuata, mchezo huo tunauahirisha. Manake tayari pale kuahirishwa kwa mchezo tayari kosa limeshaonekana. Sasa unataka uchunguzi ufanyike, uchunguzi gani? Kama kungekuwa kuna swala la uchunguzi, mchezo usingeahirishwa. Umeahirishwa baada ya kuonekana kwamba kuna kosa limetendeka, na ndio maana mchezo ukaahirishwa. Hatua iliyofuata, kabla bodi ya ligi hawajatoa majibu, Yanga ameshakwenda kasi kwamba hakutaka bodi ya ligi ichukue uchunguzi, kwamba hawana imani nao tena. Wameenda kasi, wamerudishwa, wamwambia rudini katika vyombo vya haki vya nchini mwenu. Wakasema kwa sababu ya ujeuri wao, wakasema kule hatuendi na sisi hatuchezi. Maana yake sasa wao hawako katika kufuata sheria wala wako katika kufuata kanuni, wao wanataka kuleta uhuni katika mpira. Sasa kitu ambacho sisi kama Simba Sports Club hatutoruhusu kitu hicho. Yanga wasitoke nduki, waje tarehe 15 tunawasubiri. Baada ya kulalamika kama Simba Sports Club, sisi tulipeleka malalamiko yetu kwa wahusika, na wahusika wa malalamiko tulikopeleka ni bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi sisi mpaka wametupangia muda na tarehe ya mchezo kuchezwa, manake wao wametuhakikishia kwamba hivi vitu havipo, na ndio maana sisi tumekuwa wepesi kukubali. Sisi tukawa tuna haja kwamba tuambie si fulani, hapana. Sisi tumepeleka malalamiko yetu na wao wanayafanyia kazi, na katika kuyafanyia kazi katika wachunguzi, kama nilivyosema mwanzo, kuna taasisi ambazo zinahusika katika mambo hayo, na ile ambayo ulizungumza pia, hawa wauni wao bodi ya ligi wanafahamu hawa wauni ni wauni gani, na mmeshawajua. Sisi tuliwaona uwanjani. Sisi tuliwaona uwanjani pale wakati wanazuia kwamba watu wasiingie, na malalamiko yetu sisi tumepeleka kule, na kulikuwa na watu pale ambao wamewaona wale wauni, na hao watu ni watu ambao wanahusika na bodi ya ligi. Kwa hiyo sio kitu ambacho kimejificha. Kwa hiyo wao mpaka wamepanga tarehe ya kurudiwa ya kuchezwa mechi tarehe 15 mwezi wa 6, manake ile jambo wanalifanyia kazi. Na kama wanalifanyia kazi, sisi hatuwezi kungangania kusema kwamba nyinyi mwezi kupanga mchezo mpaka wauni mwachukulia hatua, mpaka sio wale walarushwa, sio wakamatwe, sio, hapana. Hiyo sio kazi yetu. Kwa napenyeza mwanzo, sisi tunawaambia tarehe 15 tunawataka Yanga uwanjani waje wacheze mpira. Sisi tumejiandaa na wao wanajiandaa, ila uongozi wanashindwa kuwaambia ukweli kwamba wanataka kuileta timu. Wanasikilizia yani kelele za wa mashabiki wao, kwa sababu tayari walishawaaminisha kwamba hawachezi. Lakini uongozi unataka kabisa kucheza na wanajiandaa, ila hawana jinsi, watawaambia nini watu wao. Sasa sisi kwa press ya jana tunawaambia kabisa kwamba Simba ipo tayari, michezo ni furaha. Nchi inaitegemea sana Simba na Yanga. Sisi hivi tunaenda kwenye uchaguzi. Unapoleta tafrani ya Simba na Yanga, unaleta tafrani ya utawala kwenye nchi. Angalie, sasa hivi anagombea, anataka uongozi. Sasa kama hawezi kuituliza timu yake, atashindwa kutuliza hata hao wanaotaka kwenda kwa tawala. Sasa aangalie kabisa, alete timu na aiwezeshe Yanga irudi kwenye msimamo. Irudi kwenye utaratibu wa utani wa jadi wa Simba na Yanga. Sasa hivi imekuwa ni vita. Anataka kutawala kwa yani iwe inashinda Yanga tu. Hamna mchezo huu. Hata juzi tumefungwa na Singida. Tumekubali timu yetu ilichoka. Tumekubali kwamba tumefungwa. Yanga hataki kukubali kwamba amefungwa. Hiyo ndo kitu ambacho kinawaathiri sana timu ya Yanga. Tunaomba kabisa, wasimletee chokochoko huyu mama. Sasa hivi yuko kwenye tafrani hapa nchini. Tunataka siasa za mpira ziishe. Tunataka mpira uwe amani, furaha. Sasa wao wanapotaka kuleta kama ugomvi, na TFF na bodi ya ligi wawe makini. Wakiondoa tarehe 15 na sisi pia tutagoma. Ina maana watakuwa wanaleta nini sasa ndani ya nchi? Simba na Yanga ndio ligi ya nchi. Sasa kama TFF na bodi ya ligi inashindwa kuzisimamia Simba na Yanga, amini kabisa mpira wa Tanzania unaenda kufa. Na sisi hatuwezi kukubali mpira ufe kwa sababu ya watu wachache ambao wanashindwa kuongoza. Kwa hiyo naomba kabisa tarehe 18 na tarehe 15, na nawaambia tumejiandaa vizuri tarehe 15. Yanga aje na tunampiga na ubingwa. Hii ndio finali ya Simba na Yanga. Ubingwa tunauchukua mguuni kwa Yanga. Asanteni sana. Mko tayari kwenda kuwauliza wale nia yao ni nini? Kwa sababu huu wakati tulionao tunauendea uchaguzi. Uchaguzi unahitaji utulivu wa kiakili. Uchaguzi ambao
unakwenda kustawisha nchi. Uchaguzi huu ukiingiwa na vurugu, maana yake hata kule kuhosti mashindano makubwa itakuwa mtihani. Sisi tumtarajie kabisa tuna hosti mashindano makubwa ya AFCON, Chani. Sisi ndio tumeteuliwa, pamoja na kuwa tumechanganywa na Kenya, lakini sisi ndio wadau namba moja. Sasa leo Simba na Yanga ndio wadau wakubwa wa mpira katika nchi hii. Simba ameamua kuwa na busara, hekima, na pia wana uongozi imara na ni watu wenye kusikilizana. Hata wazee wake hapa, pointi wanazozimwaga hapa ni pointi zinazoshikika. Lakini wale wazee wenzangu wanapofikiria kwenda mahakamani, maana yake wanaenda kuleta fujo. Sasa hii fujo, kwanza tuelewe, Samia kajitoa, Dr. Samia Suluhu Hassan kajitoa kuwa namba moja kusapoti mpira. Hivi tunavyokwenda mahakamani, si maana yake tunamchosha? Sasa kwa nini tuwe hivyo? Sasa mimi ningependa nyinyi wanahabari pia muwe na maswali ya kuwauliza, kwa sababu ziko taratibu za kuufuata mpira wetu, sio kulipuka tu. Wamelipuka wamekwenda kasi, wakati hapa kuna vyombo. TFF haifai, bodi ya ligi haifai, lakini mashindano yanaendelea na kucheza. Ila wakiambiwa Simba huyo hapo anakuja, jamani waandishi, na kuombeni kuweni majasiri, wanapokuiteni waulizeni na maswali. Hata sisi hapa tunaruhusu maswali. Leo hii Wizara ya Michezo imeongezewa bajeti. Subject ni kujenga viwanja vya mpira wa miguu. Bajeti kubwa sana imeongezwa. Na waziri wa michezo alisema hatoingilia michezo, kwa maana michezo ina taratibu zake. Serikali haitoingilia, lakini serikali hiyo hiyo inatujengea viwanja kwa upendo kabisa. Leo anatokea mtu anasema mimi sichezi. Leo anatokea mtu mimi nitakwenda mahakamani. Leo anatokea mtu anawatishia wenzie, mkienda kucheza mtafute na mlango wa kutokea. Nyinyi wanahabari mmetulia, inakuwaje? Mimi nahisi mtakuwa mnanipa na mimi wasiwasi. Natakiwa muwe na maswali. Sisi wazee tunapotoka mbele yenu, hebu tuchallengeini basi. Wazee, katika hili mnalolisema mnalitoa wapi na kwa sababu zipi? Lazima muwaulize. Lakini mkiwaacha tu aseme tu, ndio matokeo yake wanazoea. Hata kwenye ligi yetu sisi inaendeshwa na kanuni. Alafu ile bodi ya ligi inayo mwakilishi wa Yanga ndani. Yaani wawakilishi wa vilabu vyote wako mule. Ina maana ukikataa bodi ya ligi, wa kwanza unayemkataa ni mwakilishi wako, kwa sababu umempa nafasi ya kwenda kuiwakilisha taasisi yako. Leo unatakiwa kae naye, bwana kule kuna 1 2 3 mmekaa vikao kujadili hili. Alafu ndio unakuja kufungua kesi ndani ya nchi. Ukishindwa, kwa sababu ninavyojua mimi, kesi hata kama unajua nitashindwa, fungua, shindwa, chukua nakala yako ya hukumu, uende mbele ukadai haki yako, kwa sababu daraja hadi daraja zinatoa haki. Mimi sina mengi zaidi ya hayo. Afrika. Je, kama mwenyekiti anatoa ushauri gani kwenye hivi vilabu? Anatamka nini? Kakaa kimya. Klabu sio moja tu ya kwake. Yaani mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika, kunapokuwa na matatizo ajitokeze, aongee. Lakini hata Simba walipofikia paka hatua ya kwenda fainali, hakuna hata pongezi kama mwenyekiti. Sasa huyu ni kiongozi kweli anajitambua? Kesho na kesho kutwa tunasikia tu propaganda, kama ni kweli sijui, anakwenda kugombea ubunge. Atakwenda kuwashauri nini wananchi kwenye jimbo lake anakokwenda kugombea nani? Kama unashindwa kushauri kwenye klabu yako, unashindwa kushauri kwenye timu zako, leo unakwenda ngazi ya juu zaidi. Sijaona, nadhani kwa uelewa wangu mdogo bado hajafikia kuwa kiongozi. Anachukua madaraka bado mdogo. Na zamani ulikuwa kwanza unapokwenda kwenye madaraka lazima upimwe, uangaliwe, je, umeshafika, una vigezo vya kuashiria kuwa kiongozi? Lakini sasa hivi tunachaguana tu kwamba kijana kasoma na nini. Kuna vitu vingine havihitaji usomi, vitu vingine vinahitaji hekima, uelewa, utambuzi. Ndio vitu ambavyo vinahitajika hata kwenye michezo. Utambuzi ni kitu muhimu. Siwapondi waandishi wa habari, ila nachozungumza waandishi wa habari, nyinyi ni chachu, na ndio ambao mnaweza mkaua michezo, na ndio ambao mnaweza
promote michezo. Acheni na waandishi wa habari wengine wanapokuwepo kwenye media wanazungumza tu vitu vya ovyo na nini, wanazungumzia ushabiki, hawazungumzii michezo. Hao waandishi sisi tunawafahamu, lakini hapa hatujakuja kuwataja kwamba mwandishi gani na nini. Washaurini au wenzenu, na vingine kama walivyoongea viongozi, mnapokwenda kwenye conference kama hizi, msiwe tu muwe mnauliza maswali, mjibiwe. Pindi mnapokwenda mkawe mabalozi wazuri, msije tu mnakuwa mabubu na nini, mnakaa mkienda huko na nyinyi mnakuwa kama hao wengine wanaojiita wachambuzi ambao wanachambua vitu, lakini hili hawajakemea kama wachambuzi kwamba Yanga waingize timu. Cha msingi tunachoomba Yanga waingize timu, viongozi wa Yanga wasiwasikilize wazee. Tunaomba masuala mengine yote yawe uwanjani. Msishawishiwe na masuala ya watu ambao wako serikalini. Tuachie watu wa serikali wafanye shughuli zao na watu wa michezo tufanye shughuli zetu. Mimi ya kwangu ni hayo. It's not a game, it's a rich thing.